Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Haji Salum Dumiwe, ni mratibu UWAMA mkoa wa Mwanza. Nikisema UWAMA ninamaanisha umoja wa walimu wa madrasa mkoa wa Mwanza. Nipo hapa kwa ajili ya kuwaalika Waislamu wote wa mkoa wetu wa Mwanza na jirani pia kuhudhuria katika mashindano makubwa ya Qur'ani yatakayofanyika siku ya tarehe 23 siku ya Jumapili mwezi huu Machi katika viwanja vya Nyamagana Stadium. Mashindano haya ni awamu ya pili hii. Mashindano ya kwanza tulifanya Gando Hall mwaka jana na mwitikio wa watu alhamdulillah ulitufanya tutafute sehemu kubwa zaidi, na alhamdulillah tulikwishaipata, na sehemu hiyo itakuwa katika viwanja vya Nyamagana hapa jijini Mwanza. Hivyo natumia fursa hii kukualikeni Waislamu wote. Hii si fursa ya kukosa. Si fursa ya kukosa, na tukizingatia tupo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi ambao kila mmoja anatakiwa ahakikishe ametengeneza amali zake za kutosha, hususan katika 10 hili la mwisho ambalo kila mmoja anatakiwa afunge mkanda, aongeze bidii, aongeze juhudi. Kwa hiyo nawakaribisha Waislamu wote wa mkoa wa Mwanza kuhudhuria katika mashindano hayo yatakayofanyika katika viwanja vya Nyamagana kuanzia saa 2 kamili asubuhi mpaka saa 10 jioni. Mpaka saa 10 kamili jioni tutakuwa tumemaliza mashindano yetu. Na mashindano haya ni ya hifdha, yatafanyika kwa njia ya kuhifadhi. Tuna kategori kama 6. Kategori ya kwanza tuna watoto wadogo under 10 chini ya miaka 10 waliohifadhi juzuu 1. Tuje tuone uwezo wao mkubwa kukisoma kitabu cha Allah, na hawa ndio watoto ambao tunawaandaa baada ya miaka 2-3 wawe wamemaliza juzuu 30. Lakini kategori ya pili ni kategori ya wanafunzi watakaoshiriki juzuu 2 ambao watakuwa chini ya miaka 13. Kategori ya 3 ni washiriki watakaoshiriki juzuu 3 ambao watakuwa chini ya miaka 16, na kategori ya 4 ni washiriki wa juzuu 4 watakokuwa chini ya miaka 17. Kategori ya 5 ni washiriki wa juzuu 5 ambao watakuwa na umri chini ya miaka 18, na kategori ya mwisho ambao ndo talent yetu kubwa ni juzuu 10. Juzuu 10 yatachukua wanafunzi wenye umri chini ya miaka 20, chini ya miaka 20. Hawa wataenda kushindana katika juzuu 10. Na tayari hatua ya mchujo ilikushafanyika. Tumeshawapata watu sahihi ambao wameingia finali, na mpaka sasa hivi wako wanajiandaa, wanafanya maandalizi makubwa sana ya kuhakikisha wanakuja kukuburudisheni katika kukisoma kitabu cha Allah tabaraka wa taala. Zawadi zinaendelea kuandaliwa, lakini mpaka sasa mshindi wa kwanza ana uhakika wa kujinyakulia pikipiki yenye thamani ya 3.5 milioni. Mshindi wa kwanza juzuu 10 ana nafasi ya kujinyakulia pikipiki yenye thamani ya 3.5 milioni. Na nitumie fursa hii kuwaita wadau aina mbalimbali wenye uwezo wa kutoa zawadi aina mbalimbali kwa ajili ya kuwapamotisha vijana kwa kazi kubwa walioifanya. Hakika kuhifadhi Qur'ani sio jambo dogo. Sasa vijana wameplay part yao. Sasa nafasi iliyobaki ni ya wale wenye uwezo, viongozi, wafanyabiashara. Tunawakaribisha pia kutangaza biashara zao kwa kudhamini mashindano haya. Tunamshukuru Al-Habibi Marekela kwa kujitoa kimasomaso bila kujali hali ngumu ya maisha. Akasema hata mimi mshindi wa kwanza juzuu 10 ninamdhamini Qur'ani, na naamini kabisa Allah tabaraka wa taala atamdhamini pepo yake. Hawezi akamwacha patupu, kwani amedhamini jambo kubwa sana katika maisha yetu sisi binadamu. Watu wanadhamini mambo mengi, lakini ni wachache sana ambao wanajitolea kudhamini majambo ya khairi kama haya. Kwa Al-Habibi Marekela, yeye kwa mapenzi yake makubwa na kitabu cha Allah ametangaza hadharani kabisa kwamba yeye atatoa pikipiki kwa ajili ya mshindi wa kwanza, na sisi tunamuombea kwa Allah tabaraka wa taala amfanyie sahal ili aweze kulifanya jambo hilo. Kwa hivyo vijana waliko waweze kusikia jambo hili na waongeze bidii, ili yule atakayebahatika basi asa itakuwa historia katika maisha yake. Tunahitajia zawadi nyingine kama
TV Flat Screen inchi 65. Kama yupo Muislamu ambaye anajua thamani ya Qur'ani, anataka kuona maisha yake ya dhiki yanaondoka, basi atuletee zawadi yoyote. Sisi tunapokea zawadi yoyote, sio lazima iwe pesa. Atuletee majiko, atuletee TV Flat Screen. Lakini pia zawadi ya pili tulikishaipata, tumeipata cherehani yenye thamani ya 500,000 kutoka kwa ukhta Samah, mudira wa Thamaratul Janna. Huyu amejitolea kwa mapenzi makubwa cherehani yenye thamani ya 500,000. Kwa tunaendelea kuhamasisheni ndugu wapenzi wasikilizaji, popote pale mlipo, kila aliyejaliwa na Allah chochote basi aweze kukitoa katika kuhakikisha kitabu cha Allah kinasomwa, basi atahesabika katika watu ambao wametoa sadaka katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Na kama ilivyo ada na desturi kwamba sadaka iliyotolewa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani huwa ina malipo zaidi na zaidi. Kwa hivyo tuitumie fursa hii. Ramadhani ndo hiyo inaondoka, hakuna mwenye miadi na Allah tabaraka wa taala kuwa mwakani atakuwa bado yuko hai. Tunawakaribisha Waislamu wote, akina mama, akina baba. Siku ya Jumapili ni siku ya mtoko wa kheri, ni siku ya kufunga majumba yetu. Wote saa 1 kamili tuwe tumeshafika katika viwanja vya Nyamagana ili tuweze kujinyakulia thawabu za Qur'ani na tuweze kupata baraka za Qur'ani. Mashindano yetu yatakuwa live kupitia Iqra channel kwa njia ya radio na njia ya YouTube. Kwa hiyo wale ambao watahitaji kufuatilia, wafuatilie katika channel yetu ya Iqra FM. Mashindano yetu yatakuwa live. Iqra FM.